Na mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna habari hapa imetufikia kumuhusu Mkubwa Fella. Huyu bwana ni mmoja kati ya mameneja wakubwa kabisa hapa Tanzania. Ukizungumzia mameneja ambao ni waasisi wa game au waasisi wa industry ya mziki wa Bongo Flava, basi Mkubwa Fella bwana ni mmoja wapo. Nadhani kila mtu anajua kwamba Mkubwa Fella yupo tokea enzi za TMK. Sisi tuko darasa la pili la tatu. Mkubwa Fella alikuwa anafanya vizuri katika industry. Wakina Juma Nature, wakina Chege, wakina wote ambao wanafahamika wale wa TMK, iwe halisi iwe ni family, wote wale wametoka kwenye mikono ya Mkubwa Fella Temeke. Umeona bwana, lakini pia vile vile at the same time ni kwamba sio tu industry hiyo ya kitambo kile, lakini tunakumbuka hapa kipindi cha Moto Bendi au wakina Mbosso wa Slay, wote yeye ndo amewakuza. Umeona bwana, lakini ukiachana na hao pia kuna hawa mastaa wakubwa zaidi kama vile wakina Rayvanny, Diamond Platnumz, wote hawa ni wasanii ambao wametoka kwenye mikono ya Mkubwa Fella. So Mkubwa Fella sasa hivi bwana anasumbuliwa na maradhi ya kiafya. Haijawekwa bayana kwamba ni nini exactly ambacho kinachomsumbua, lakini kikubwa ambacho kinafahamika kwa sasa bwana ni kwamba Mkubwa Fella bwana yuko na maradhi, anaumwa, na sio kwamba anaumwa jana au juzi, hapana, anaumwa kwa muda mrefu. Sasa kuna mengi ambayo yameibuka, amepigiwa na hii yote imekuja kwenye spotlight baada ya mke wa Mkubwa Fella, mke wake bwana kuamua kuzungumzia swala hili bayana katika mitandao ya kijamii. Aliweka posti, akaposti picha ya Mkubwa Fella, then akaweka maelekezo pale chini akiwa anadai kwamba kuna watu ambao Mkubwa Fella amewasaidia sana katika career zao za muziki mpaka kufikia mafanikio makubwa ambao wako nayo, lakini kwa namna moja au nyingine hawapo bega kwa bega kipindi ambacho yeye Mkubwa Fella amepatwa na matatizo ya maradhi hayo ya kiafya. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo baada ya hayo yote aliyozungumza mke wa Mkubwa Fella ni kwamba wadau mbalimbali bwana wamekuja kulizungumzia pia hilo jambo, na ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline na watu wanataka kujua kwamba exactly ni nani ambaye amesaidiwa na Mkubwa Fella, lakini kipindi ambacho Mkubwa Fella yeye anaumwa, yeye hatoi support. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na of course waandishi wa habari mbalimbali wameanza kuwapigia wasanii ambao wanafahamika kwamba ameshawahi kupata support kubwa sana kutoka kwa Mkubwa Fella, na mmoja wapo ni Mbosso. Tunafahamu kwamba Mbosso ni moja kati ya wasanii ambao wako active sasa hivi kwenye game na wanafanya vizuri, lakini yeye pia ni moja kati ya zao ambalo limepitia mikononi kwa Mkubwa Fella. Umeona, Mbosso alikuwa hajulikani kabisa, bora hata Slay, japokuwa na Slay naye pia ni Mkubwa Fella ndo amemtoa and then akamweka kwenye ya Moto Bendi, lakini Mbosso yeye amelelewa kabisa na Mkubwa Fella. Umeona bwana, kwa hiyo at the end of the day Mbosso pia amehojiwa, amepigiwa simu pale Clouds, akaulizwa kwamba je, vipi kuhusiana na wewe na swala zima la babako mlezi katika muziki Mkubwa Fella kwamba anaumwa, je, ni kipi ambacho wewe labda umekifanya, maana mkewe amekuwa akilalamika. So kwa upande wake yeye Mbosso bwana ameweka bayana kwamba amekuwa akishirikiana na Mkubwa Fella, wamekuwa wakisaidiana katika vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikihappen katika maradhi, na hata mama mzazi hata mke wa Mkubwa Fella amekuwa na ushirikiano wa hali ya juu na Mbosso. Mbosso ameelezea hilo, lakini Mbosso alivyohojiwa kuhusiana na kwamba je, anafahamu kuhusiana na maradhi ambayo yanamsumbua Mkubwa Fella, ni kwamba Mbosso bwana hakutaka kuweka bayana kwamba ni maradhi gani exactly ambayo yanamsumbua Mkubwa Fella. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini katika suala zima la mafanikio ya Mbosso baada ya kutoka WCB na kazi zake kwenda viral kufanya vizuri kama vile Power na Viola, ameulizwa Mbosso akasema of course Mkubwa Fella anajua kwamba kazi hizo zinaenda vizuri, na hata hivyo amempa pongezi kwamba anafanya vizuri, aendelee kazani na vitu vingine kama hivyo. Lakini ndio hivyo kwamba Mbosso anachofahamu ni kwamba kweli mzee anaumwa, lakini wanashirikiana. Kwa hiyo hata hapa Clouds wenyewe pia wamekuja wameripoti, wameandika kwamba bwana msanii wa Bongo Flava Mbosso amezungumza kuhusiana na kauli ya mke wa Said Fella kuwa wasanii na wadau mbalimbali ambao wameshindwa kumsaidia mume wake katika kipindi hiki ambacho anaumwa. Lakini pia vile vile mke wa Mkubwa Fella amepigiwa simu, amehojiwa kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea mitandaoni, hususan baada ya yeye kutoa ile kauli. Ni kwamba hapa bwana kuna simu hapa amepigiwa, akaulizwa maswali mawili matatu ambayo ni kiukweli ni maswali ambayo watu wengi sana walikuwa wanatamani kujua kiundani zaidi, na of course yeye ametoa majibu yake.
moja kati ya vitu ambavyo watu walikuwa wanataka kujua ni kwamba je, msanii gani ambaye anamsapoti zaidi? Akawataja baadhi ya wasanii akiwemo pia Mbosso, lakini pia alivyoulizwa kuhusiana na issue ya Diamond, kwa sababu anafahamika kwamba Diamond pia ni msanii wa Mkubwa Fella, je, Diamond naye pia anatoa support kwa Said Fella? Ni kwamba kwa upande wa mke wa Mkubwa Fella mwenyewe amesema kwamba bwana Diamond Platnumz bwana pale mwanzoni alikuwa akimsapoti sana kiasi kwamba mpaka alilipia safari wakaenda India, akatibiwa akarudi, lakini baada ya hapo sasa hivi bado hali yake Mkubwa Fella bado haijatengamaa, lakini still wamekuwa wakimpigia Diamond, wamekuwa wakimtumia message ya somi, wamekuwa wakimpigia simu hapokei, na hata Mkubwa Fella naye pia amechukua time, alikuwa akimpigia simu Diamond, lakini pia Diamond amekuwa hapokei simu hizo. So hicho ni kitu ambacho nadhani ndio kilimgusa huyu mke wa Mkubwa Fella mpaka kuamua kuweka ujumbe katika ukurasa wake wa Instagram. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kuhusiana na mke wa Mkubwa Fella alichokizungumza, lakini pia hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba mke wa Said Fella, Sweet Fella, amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mume wake, kwamba kuugua kwa mumewe ni kama ibada. Lakini pia Sweet ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba yuko pamoja sana na mume wake, yupo pamoja naye mpaka dakika za mwisho, akieleza kwa kina kuhusiana na kuugua kwa mume wake Said Fella na mambo yanayojitokeza. Sweet ameandika kwamba leo hii hakuna mtu yoyote anayekuulizia hali yako, lakini mimi ninajua kwamba mambo yote uliowafanyia watu wanayajua yote, ila wamejizima data. Wote uliowasaidia na kuwasapoti kipindi hiki kigumu wanatambua. Inshallah Mungu atawalipa kwa hicho mlichojitolea. Mungu awasaidie. Namuombea Mungu, ameandika hapa kwamba namuombea mume wake apone, alafu atakuja kuongea yeye mwenyewe yote. Mke wa Mkubwa Fella akaendelea kusema kwamba kwa kifupi ni kwamba simfagilii mtu yoyote, nitapambana pamoja na watu ambao wanaonisapoti, alafu pia vile nitakuja kuwashukuru baadaye na nitakuja kuwataja kwa majina. Amemaliza hivyo Sweet, mke wa Said Fella. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.